Katika sehemu iliyopita tulizungumzia Kongulu aliyeitwa jina la utani Saddam Hussein, mtu wa mwisho wa familia ya Mobutu kuondoka Kinshasa mnamo Mei 1997, aliyefariki Monaco mwaka mmoja baadaye. Tulizungumzia pia Nzanga aliyekuwa waziri katika serikali ya Kabila, uamuzi ambao dada zake hawakumsamehe kamwe, na Giala aliyebaki Kongo na hadi leo ni mbunge katika bunge la kitaifa la DRC. Kama bado hujaiona sehemu hiyo, iangalie kwanza. Kiungo kipo kwenye maelezo. Lakini kuna sehemu ya familia ambayo hadi sasa haijazungumziwa kabisa. Mabinti waliojaribu kujiua wakiwa hai, bado baba yao angali madarakani. Mtoto aliyezaliwa juu ya anga kati ya Senegal na Ufaransa. Wana wanaoishi Uswisi bila mtu yeyote kujua uwepo wao. Na siri moja, ile ambayo hata kumbukumbu za kihistoria zilichelewa miaka 25 kuithibitisha wazi. Tunaendelea pale tulipoishia. Siri ya mapacha, Bobby na Kosha. Na sasa siri niliyoitaja mwanzoni. Mobutu alikuwa na wanawake 4, lakini 2 kati yao walikuwa dada, mapacha, Bobby Ladawa na Kosha Ngama. Wote 2 walizaliwa tarehe 2 Septemba mwaka 1945. Bobby anaingia maishani mwa Mobutu karibu mwaka 1970. Mwaka 1980, kwa sababu Papa Yohane Paulo wa pili alikuwa akija Zaire na ilihitajika mke rasmi kumpokea, Masho anamuoa rasmi. Bobby anakuwa mama rais. Lakini Kosha, dada yake pacha, alikuwa mke wa Litho Moboti, mjomba wa Mobutu. Litho anafariki karibu mwaka 1982 na Mobutu anamchukua Kosha chini ya ulinzi wake kama mwenzi, si mke rasmi, dada wa mkewe, sawa naye kimwili. Kanuni za jumba la kifalme zilikuwa wazi na kali. Wakati wa sherehe rasmi, Kosha daima anaonekana nyuma ya Bobby kwenye jukwaa la heshima. Ndilo lililokuwa suluhu walilokubali dada wawili ili kuishi pamoja katika jumba moja na mwanaume mmoja. Rabat, Septemba 1997. Septemba 1997. Rabat. Masho anafariki kidogo kidogo. Dada wawili wapo, Bobby na Kosha. Wamevaa sawa kama kawaida. Tarehe 7 Septemba 1997, Mobutu anafariki na wanashika ahadi yao. Hawatarudi Kongo bila mwili wa Masho. Kwa miaka 28 wanasubiri. Mnamo Novemba 2024, Bobby Ladawa alieleza hadharani hamu yake ya kurudi Kongo. Mwili bado uko Rabat. Watoto wa vivulini. Na sasa watoto ambao kwa kweli hakuna anayewataja kamwe. Mahali fulani juu ya Senegal, katika tarehe ambayo vyanzo havitaji, mtoto anazaliwa ndani ya ndege. Mama yake ni mwenzi wa Masho, anayejulikana katika duru za karibu za jumba kwa jina Mama 41. Jina lake halisi, Elodie Yabua Tobepa. Mtoto anazaliwa hewani juu ya anga la Senegal. Anaitwa Senghor kwa heshima ya mwandishi mkubwa na rais wa Senegal, Leopold Sedar Senghor. Undani huu umethibitishwa na angalau vyanzo 6 huru. Senghor anakuwa Pau, kusini mwa Ufaransa, pamoja na ndugu zake 2, Dongo na mtoto mwingine ambaye pia anaitwa Nzanga. Anaitwa Nzanga 2 ili kumtofautisha na mwana wa Bobby Ladawa. Mobutu alikuwa na desturi zake za majina. Hawa watatu, Senghor, Dongo, Nzanga 2, wanaishi Pau. Hakuna mahojiano. Hakuna uwepo wa umma. Kisha kuna Sengboni Telitho, ni binti wa Kosha, na hivyo kibiolojia binti wa Litho Moboti, mjomba wa Mobutu, si Mobutu mwenyewe. Yeye mwenyewe anasema, Mobutu alikuwa baba yake wa kulea, anaitwa Telitho, si Mobutu. Njia yake ya maisha ni ya ajabu. Mwaka 1990 anaondoka Zaire kwenda Uswisi. Shule 3 binafsi. Anashindwa mtihani wake wa bakalorea. Paris, Institut Charlemagne. Anashindwa tena. Anajikuta bila hati, kazi ndogondogo za kificho. Anasimamia mahusiano ya umma ya baa za Paris. Ana desturi zake kwenye Bain Douche, klabu ya wasomi wa Paris. Anacheza dansi na Mary J. Blige.
anakutana na P. Diddy. Mwaka 2006 anaanzisha wakala Kinshasa. Mwaka 2016 anavunja ukimya katika jarida la Kimoroko Telkel. Mwaka 2023 anashuhudia kwa urefu katika podcast Club Shada. Kisha Raphael, mwana wa mwenzi wa nne Mbangula, anaelezewa kama anayefanana zaidi kimwili na baba yake, akishiriki mikutano ya ndani ya familia. Kumbukumbu zinampa mstari mmoja tu. Na Robert, mwana wa mwanamke wa Brazzaville ambaye jina lake halijulikani, anaishi Uswisi. Hicho ndicho tu vyanzo vitatu huru vinathibitisha. Miaka 30 ya siri kamili. Ni mafanikio ya kuishi. Hivi ndivyo Masho aliacha kweli nyuma yake. Si himaya, si mali iliyolindwa, si mrithi halali. Aliacha watoto 21 waliotawanyika katika mabara manne. 6 kati yao walikufa kabla ya kufikia miaka 50, na wengi wao walichagua mkakati mmoja tu: kutokuonekana. Niwa, Konga, Kongulu, Manda, Ndokula na wengine tena vivulini. Na waliosalia, Senghor aliyezaliwa ndani ya ndege, Robert Uswisi, Raphael ambaye karibu hakuna anachojua kuhusu yeye, Giala seneta Kinshasa, Sengboni anayezungumza hatimaye, Ndagbia anayeshuhudia mwaka 2026, wote wanaishi na jina linalofungua milango fulani na kufunga mingi mingine. Kama Jeune Afrique inavyoandika kwa uwazi usiofichika, maskini Masho Mobutu hakuzaa chui. Historia ya watoto wa Mobutu ni historia ya kizazi kilichotolewa dhabihu juu ya madhabahu ya mamlaka kamili. Si kwa umaskini, bali kwa kutowezekana kujenga utambulisho unapoitwa Mobutu. Historia ya watoto wa Mobutu ni historia ya nchi, DRC, ambayo bado haijapanga mazishi ya kitaifa ya kiongozi wake wa muda mrefu zaidi. Kwa sababu kusuluhisha historia hii kunahitaji mazungumzo ambayo hakuna aliye tayari kuyafanya bado. Historia ya watoto wa Mobutu ni historia ya kile ambacho mamlaka hufanya kweli kwa familia, si katika hotuba, si katika makumbusho, katika njia za kimya za wale wanaobeba jina bila kuchagua utawala.